السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر، آمين يا رب العالمين. بعد ya kumshukuru Alhaqu subhanahu wa ta'ala na kumswalia na kumsalimia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni furaha kubwa nyingine kukutana katika bait min buyutillah, kukumbushana machache yanofungamana na dini hii katika darasa letu la kila usiku wa Jumapili. Kiarabu iko hivyo, Lailatul Ahad, usiku wa kila usiku wa Jumapili. Na ni vyema sisi tujaribu kuzoea hii misamiati ya Kiislamu ili tusipoteze turathi yetu kubwa tulioipokea kutoka kwa mabana wakubwa. Naam, Kiswahili leo ni Jumamosi usiku, Kiingereza it's a Saturday night, lakini sisi siku yabadilika mubasharatan maghrib. Ukisikia muadhin ameadhini Allahu akbar salatul maghrib, siku ishabadilika na hukumu zake pia zimebadilika. Kwa tupo katika darasa la kila Lailatul Ahad, usiku wa kuamkia Jumapili, ambapo tumekusudia kusoma aqida ya ahli sunnati wal jamaa katika kitabu kidogo sana cha basics. Na alhamdulillah leo tutakuwa tuingia moja kwa moja katika makusudio ya utunzi wa kitabu kama hichi. Mwenyewe ameanza, tutakuwa tukikariri mara kwa mara kujikumbusha akisema abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani walhamdulillahi alqadimil awwali alakhiril baqi bila tahawuli thumma as-salatu was-salamu sarmadan ala an-nabiyyi khayri man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghayra mubtadi'. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. Wiki iliyopita tulisimama katika neno la mubtadi', hatuna haja kabisa kugusa tena huko. Kwa hivyo leo biidhnillahi ta'ala tutaingia moja kwa moja kwa maneno wa ba'du fa'lam biwujubi al-ma'rifa. Wa ba'du katika lugha ya Kiarabu maana yake, na ndio mustalah tulozoea sisi katika usomaji wetu, unapomsikia mwenye kitabu amesema amma ba'd, au pengine khatibu, mzungumzaji ambaye kwamba ni mzungumzaji mahiri, anaposema amma ba'd, ili neno la amma ba'd lina maana yake. Tafsiri tulozoea maana yake ni baada ya bismi, alhamdu, sala na salamu, yani yale mazungumzo tuliokuwa tumeyataja mwanzo, sasa twageuza topic nyingine mpya, na ndio ufasaha wa lugha ya Kiarabu. Unaposoma khutba ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ambayo yajulikana kama khutba hijjatil wada, na ana khutba nyingi Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, utakuja kuona amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du.
kila baada ya kipengele amma ba'd, na hii inaitwa katika lugha ya Kiarabu faslul khitab, yani unabadilisha topic unaingia katika topic nyingine. Na huu unajulikana kwa mtu ambaye ni mzungumzaji mahiri ya alfusaha, wale wenye fasaha hutumia neno hili, ingawa mwenye mashairi ametuambia wa ba'du, hakutuambia amma ba'du, kwa sababu wazni ya kimashairi haikubali. Kwa hivyo amesema amma ba'du, na wenyewe wanazungumza katika ubingwa wa lugha, ukisikia ba'du linalofuatia baada yake ni fa. Kwa hivyo maneno yanataka kuja baada ya ba'du, amma ba'du fa ya ibadallah, amma ba'du fattaqullah, amma ba'du fa wa hakadha. Na ndio hivi ndivyo alivyotueleza huyu mwenye kitabu, wa ba'du fa'lam biwujubi al-ma'rifa. Hili neno la ba'du, wanazuoni baadhi wanasema aliyekuwa wa kwanza kusema amma ba'du alikuwa ni Sayyidina Adam alayhi salam. Hawa wote ni manabii. Wengine wanasema la, wa kwanza aliyesema amma ba'du ni Nabii Allah Daud alayhi salam, ingawa tunaye nabii katika anbiya tutakuja kuwasoma baada ya kuzungumza alilahiyat na kuzungumza malaika na vitabu. Tutapambana na bwana anayejulikana kwa jina la Shuaib. Huyu Shuaib alikuwa anaitwa khatibul anbiya. Nabii Allah Shuaib amezikwa Jordan, na hizi ni sehemu muhimu sana, hususan watu kwa hivi sasa wanapenda kutembea kujiburudisha. Katika sehemu mzuri kwenda kutembea na kwenda kuona athari za manabii, sehemu mzuri ni Jordan. So ya habadha wale wazazi ambao wanapenda kuwatoa watoto wao trips, kuwapeleka Europe au pengine kuwapelekwa Dubai, ya habadha kuandaliwe safari za kuenda Jordan. Safari Syria sijui kama imekaa vizuri, lakini nayo Syria ni sehemu mzuri sana kwenda kutembea. Taban ni turathi, tenda kuonana na culture zingine mbalimbali. Egypt is a very important country to travel na kwenda kutembea. Na ukienda kutembea usikose kwenda kumtembelea Firaun, yuko pale. Kijana yule alikwenda pale kwa Firaun, alipofika pale kwa Firaun akaonekana anatia Fatiha. Bora natia Fatiha kwa Firaun, sema so ukifika kutembelea waliokufa unatilia Fatiha, unamwombea dua Firaun. La, usimwombee dua Firaun. Firaun amelaaniwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hizi ni sehemu muhimu sana kutembea. Katika sehemu nzuri niloweza kuona katika nchi ya Jordan ni kabri ya Nabii Allah Shuaib alayhi salam, amezikwa hapa, na huyu anajulikana kama Khatibul Anbiya. Manabii wana majina yao, na huyu alikuwa amepewa jina la Khatibul Anbiya. Alikuwa na fasaha, ingawa neno la amma ba'du haikutegemezwa kwake. Amma ba'du imetegemezwa kwa Nabii Allah Adam alayhi salam. Baadhi wamesema la, ni Nabii Allah Daud alayhi salam, japokuwa Khatibul Anbiya alikuwa ni Sayyidina Shuaib alayhi salam. Ni nabii katika manabii, na walikuwa na fasaha, lugha yao ilikuwa nzuri sana, na fasaha ni muhimu sana. Na Mtume Muhammad alikuwa akisema inna min albayani la sihrun. Fasaha wenyewe wanasema a magic word. Mara nyingine unapozungumza jambo anakuambia that is a magic word. Hilo neno limeniingia, limekuja kwa wakati na umeweka kwa mpangilio mzuri sana. So Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alikuwa akisema inna min albayani la sihrun. Mtu anapokuwa na fasaha anahisi anachukuliwa, hauchoki. Lilasaf sisi twachoka kusikiliza mazungumzo ya siku hizi. Pengine sisi makhatibu tutekana tuingie katika ilmu ya khitaba ili watu wasichoke. Na moja katika wale wanaosifiwa kuwa, mbali na hawa tuliwataja, wanaosifiwa katika umma wa Kiislamu, na hili neno limethubutu kama Ibn Kathir katika Bidaya wa Nihaya alipokuwa akizungumza turathi za Kiislamu, ametaja huyu bwana
Jina lake ni Suhban Wail. Huyo alikuwa fasaha sana, ni katika mabingwa wa bulagha ama fusaha wa Yemen. Watu walikuwa kimuona akiingia katika viwanja au akiingia katika vikao vya kifalme, yoyote anayezungumza unyamaza. Tajiri yoyote, pamoja na kuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala amempa mali, lakini huhitajia katika wale waliokuwa pambizoni mwake watu wa kuzungumza naye. Huyu ni mchekeshaji, huyu ni wa kumpa ripoti, huyu ni wa kumsomea gazeti, huyu ni kumwambia. Lazima mtu yoyote ambaye kama amefika katika maqam ya utajiri, na hadith wala haraj, kiongozi, mfalme, raisi, huwa lazima katika kabineti yake au katika wale wanaokaa nao, akiudhiwa lazima kupatikane mchekeshaji. Hata katika masahaba kuna wale wanaojulikana walikuwa ni wachekeshaji, na ukisoma katika tarikhi utakuja kupambana nao, ni wengi. Kwa ilikuwa kuna haja Bwana Muhammad apate mtu wa kumchekesha chekesha, wa kumpea furaha wa hakadha. Na dini yetu ya Kiislamu tabaan, kama watu wengi wanavyodhania, wanafikiri ni dini ya seriousness. La, dini yetu kweli ikifika wakati wa seriousness hakuna machezo, lakini tumeruhusiwa kufanya vihaka kidogo, bora vihaka isitoke katika mipaka yake tukaingia katika kusema urongo ama kufanya madhambi. Kwa hivyo miongoni mwa wale wanatajwa katika historia ya Kiislamu walikuwa na fasaha ya juu zaidi ni huyu anaitwa Suhban au Sahban Wail. Yeye mwenyewe anajisifu, anasema laqad alima alhayyu alyamanuna annani idha qultu amma ba'du anni khatibuha. Watu wamejua, wenye kutoka katika hayyul yamanun, ni sehemu katika sehemu za Yaman, kuwa yeye akisema tu amma ba'd, yoyote anayetaka kuzungumza unyamaza. Hichi kisa kinasemekana aliingia kwa Sayyidina Muawiya. Sayyidina Muawiya wakati huo alikuwa pengine ni khalifatul muslimin. Alipoingia katika mkao wa khalifatul muslimin, na kama tulivyozungumza wakati huo, yeye ni kama mfalme, bali alikuwa ni mfalme. Kwa hivyo utakuja kuona kuna mahali ametengeneza mahala pa kukutana na ulama anapohitajia fatwa, na wanazuoni wa hadithi anapotaka kuhakikisha hadithi. So ni kiongozi wa dini, na apambane pia na wanazuoni ambao ni mabingwa wa lugha ya Kiarabu, kwa sababu ndio msingi uliojengewa katika dini yetu. Kwa hivyo ghafla akaingia huyu bana aitwa Sahban Wail, na wale makhatibu wote waliokuwa wamekuja katika mkutano, kila mmoja anapokuwa kwa gavana anataka aseme kitu, gavana aone mzungumzaji mzuri, mpe kitu, yule na muongezee kitu, yule. Sasa alipoingia wale makhutaba wote wakawa hawawezi kusema kiki, kwa sababu ingia Wail akazungumza maneno, laqad alima alhayyu alyamanuna annani idha qultu amma ba'du anni khatibuha. Hao jamaa kutoka Yemen wananitambua mimi, nikiingia mahali nikisema amma ba'd, mazungumzo yangu ni perfect. Muawiya akasema ukhtub, haya usipo umejisifu, hebu tukusikie wazungumza kitu gani, ambapo wazungumzaji wote wameshiweka kando. Shekhe, ilikuwa ni baada salati dhuhr. Huyu bana akasema naomba nipewe bakora. Wale baadhi ya makhatibu wakasema watajia nini bakora mbele ya khalifatul muslimin, wahitajia bakora kitu gani? Asema Sayyidina Musa alayhi salam alikuwa akizungumza na Mungu na alikuwa na nini? Na bakora. Makami yake ni kubwa, zungumza na Mola, daraja yake ni ya juu. Mimi nazungumza na khalifa, nisipewe bakora? Kwani nisipewe bakora? Akapewa bakora. Sheikh akapanda kwenye mimbar akazungumza dhuhuri, alasiri imeingia, mpaka alasiri nataka kutoka. Yani wanavyotafsiri ni kwa huyu bwana hata hakutetemeka wala hakubabaika, na walokuwa katika mkao hata mmoja hakuinuka, na kila mmoja alikuwa bwana na lugha nzuri, hatutamani amalize. Alasiri kuanzia dhuhuri mpaka alasiri ni takriban masaa 3 na zaidi, lakini yeye khalifa hajashtuka. Wakija kushtuka jamaa, sala imeingia kabisa, salatul asr
imefika salatul asr ndio akawacha kuzungumza. Kwa hivyo miongoni mwa baadhi ya wanazuoni au muarikhuna wanasema huyu bwana ndiye alianza neno la amma ba'du, lakini hakika amma ba'du mtume amelisema kabla yake yeye. Wengine wamesema imetoka kwa Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo neno la amma ba'du inajulikana katika lugha ya Kiarabu ni faslul khitab, kutoka katika mada kuingia katika mada nyingine. Na hapo utakuja kuona baada ya kusema bismillah, baada ya kusema alhamdulillah, baada ya as-sala wassalamu ala rasulillah fa'lam wa ba'du fa'lam, ashamaliza topic anaingia katika topic ambayo kwamba ni maudhu ya aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Neno la kwanza fa'lam, jua, na hii ni ilmu tuliwahi kugusa katika baadhi za darasa zetu, lakini ili nisijirudie sana mazungumzo niliyozungumza pale awali, nitatafsiri moja kwa moja kwa maana ya aqida. Nini ilmu katika maana ya aqida? Maana yake huwa idraku shay bihaqiqatihi. Ukizungumza ilmu ni wewe ulijue jambo vile, kile kitu vile kilivyo, ndio maana ilmu. Mfano mimi nikisema nimemwona Ustadh Abdillahi pale nje, wengine wanamjua, wengine hawamjui, na kuna watu wanashaka huyu bwana anamjua kweli ama hamjui. Haya, tueleze Sheikh Abdillahi yuko vipi? Nimeona ana kanzu pale, sawa, ana kofia yake, sawa, nimemwona na nyele za singa zimeshuka. Sasa ustadhi, wewe haujapata idrak ya hakika ya ilmu unaoizungumza. Kwa hivyo huyu anaweza kuelezwa ni jahil, huyu hajui. Na kwa ulimwengu tunaoishi hivi leo, watu wanaojidai wanaojua ni wengi na hawajui. Hata ule mwenye hikma wa lugha ya Kiswahili anasema, isipokuwa ni maneno ya Kiarabu, anasema watu wako sampuli kadhaa. Kuna mtu wa kwanza yadri wa yadri annahu yadri, mtu anajua na anajua kuwa yeye anajua, yani ana confidence, mimi najua, na anajua kuwa anajua. Anasema huwa alim, huo ni mwanachuoni, chukueni ilmu kutoka kwake. Na kuna mtu yadri, yajua, wala yadri annahu yadri, huyu anajua lakini hajui kama yeye anajua. Anasema hadha ghafilun, huyu ameghafilika. Fadhakiru, mkumbusheni. Swala imefika wakati, anajua swala ni wajib lakini anajitia kama hamnazo, mkumbusheni. Wadhakir, na mwanadamu mara nyingi anahitajia hilo. Anaweza kuwa anajua kitu lakini pengine amempitikia maisha, he's not sure about it, huwa anatekana kukumbushwa. Lakini hatari, hunaka rajulu la yadri, hajui, wala yadri annahu la yadri. Sasa tatizo kubwa ni yeye hajui na hajui kama hajui. Anasema huyo ni sumu, msikae karibu naye. Huyo ni sumu, msikae na yeye. Yeye hajui na hajui kuwa hajui, na ukimwambia hajui, bas qamati dunya wala taqud, kiyama kitasimama. Huyo mtu kaa naye mbali. Na kuna mwingine la yadri, hajui lakini lilasaf anajionyesha mbele za watu kuwa yeye anajua. Huyu pia ni moja katika watu wanafaa kukaliwa nao mbali. Kwa hivyo ilmu katika tafsiri ya al-usuliyuna, wanazuoni wa usulul fiqhi na wanazuoni wa aqida, maana yake ni idraku shay bihaqiqatihi, kulijua jambo vile ilivyo. Mambo yale unayazungumza vile yalivyo, ndo maana ya al-ilm. Au kwa maana mengine mapana katika aqida wanasema huwa al-jazmu al-qati'u al-mutabiqu lilwaqi'i an dalilin. Na hii ndio tafsiri ya aqida, kuwa wewe ulizungumze jambo tena una 100%. Yani mimi nalizungumza ili jambo
nina hakika nalo ama nalijua hili jambo 100%, na hiyo 100% iwe ni waqi' an dalili, ninao reasons au ninazo dalili za kuprove kuwa mimi najua. Haya ndio masala yanayofungamana na akida yetu kwa nani? Kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na tumetaja katika baadhi za darasa kuwa fikhi ni masail dhanniya. Yale yote tunayasoma katika fikhi, na ndio tutakuja kuona ulama katika fikhi ikhtalafu, kwa sababu ni furuu din, sio usulu din, ni katika furuu. Furuu ni branches na usul ndio mizizi yenyewe, misingi yake. So misingi ni tauhid, ambapo sisi kuzungumza misingi lazima tuwe 100%, tuwe na yaqini. Tukizungumza fa'alam annahu, na Mwenyezi Mungu amezungumza maneno haya haya katika Qur'ani, fa'alam, jua 100% annahu la ilaha illa Allah, ujue kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yeye peke yake. Kwa hivyo hicho kisha kijua, an dalilin, niwe pia nina proof, ninazo dalili za kuonyesha umoja au upweke wa Mola Subhanahu wa Ta'ala, kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko peke yake. Na haya ni mada tutakayozungumza kwa mapana na marefu, lakini hii ndio tafsiri wanaozungumza wanazuoni wa aqida, kuwa suala hili ni suala linalofungamana na kulijua jambo vile lilivyo an dalili, na uwe na proof na dalili ya kuonyesha na kuashiria kile unachokidai ni kweli. Kwa hivyo aqida, sisi hatuna ruhusa ya bambanya mawazo. Aqida lazima tuwe 100% kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja, na ndio hapa ametueleza fa'lam biwujubil maarifa, mambo ambayo ni lazima wewe kuyajua. Alwujub tumetaja pia katika baadhi za darasa, lakini sasa ndio mada yake inakuja. Kitu ambacho kwamba ni wajib ala al-insan, huyu mwanadamu lazima awe na mambo manne. Leo kidogo niruhusuni nifungue haya mazungumzo. Yule ambaye kwamba anapaswa, analazimika kisheria, jambo la kwanza awe ni baligh, amebalighi. Na signs of the puberty there are 3. Dalili za kubalighi ni 3. Ya kwanza ni aidha mtoto wa kiume ama wa kike waone maji, ambao maji yenyewe ndio maji ya kuumbwa mtoto, yani wet dreams. Anaweza mtoto wa kike akaona wet dreams na mwanamume mvulana akaona wet dreams at the age of 9 years. Kwa hivyo these are signs of the puberty. Ingawa ni vigumu to explain kwa kijana ambaye hajaona hizi signs, kumweleza how do you feel, it is very, yani is almost impossible. Lakini ni vyema sisi tunapoketi na watoto wetu tuwe tunafanya murakaba, maanake mengine yanakuja kwa kuwa amelala akaona kama pengine amesusu, kumbe si kususu. Sasa you have to translate au to explain, haya si mikojo, haya ni ishara wewe ushavunja maungo kama ni mtoto wa kike, na kama ni mtoto wa kivulana ushatoka katika period ya early childhood, now you are a man. Katika fiqh hizi ni moja katika dalili za nini? Za puberty, za albulugh. Kwa mtoto wa kike anao pia dalili nyingine zaidi na nani? Na mtoto wa kiume nayo at the age of 9 mtoto wa kike anaweza kuona menstruation yake, it's possible. Na ninapozungumza 9 years, ikiwa mtoto ataona the signs of the puberty tulozungumza kama wet dreams, mfano manii yamemtoka, au pengine ameona hedhi, ni mtoto wa kike katika umri chini ya miaka 9, la atibara fihi fi shar'i, sheria haijamjua wala haijamtambua bado ni nani, ni mkubwa, pengine anaweza kuwa na matatizo fulani, anatakana akaangaliwa wahusika. Kwa hivyo it's possible mtoto anaweza kuingia katika the signs of the puberty at the early age of 9 years. Okay? Na inaweza kwenda ikachelewa, pengine 9 akaona 10 years,
akaona 11 years, na inawezekana asione 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, na hii ni lunar calendar, si mwezi wa Januari February. Tunazungumza lunar calendar, iwe itangaliwa mwezi wa Kiislamu. That means ikiwa ana 15 years kutokamana na hisabu za standard, atakuwa tayari ashaingia 15 years katika lunar calendar, pengine kwa takriban miezi kadhaa. Kwa hivyo ni vyema pia watoto wetu wawe watazoezeshwa kuhusiana na masala ya moon sighting, na kuwa hii moon sighting, kuangalia mwezi, ni katika masala yanayofungamana na ibada ya nani? Ya mwanadamu. Kwa hivyo albulugh, ikiwa hakuona katika miaka 9, 10, 11 mpaka 15 pia hajaona those signs of the puberty, automatically kutam age of 15 years anakuwa sasa yeye sasa ni mtu mukallaf. Kwa hivyo saini ya kwanza niingie katika umri wa nini? Wa albulugh. Haya tulikuwa tumeyataja lakini kwa ishara, lakini kwa sababu ya mazungumzo na uzito wake, wacha tupanue ili tuweze kuingia katika mada husika. Kwa hivyo hiyo ni moja, albaligh, mtu aliyebalighi. Ni hayo tuloyaeleza, aliyefika katika umri wa miaka 15 ikiwa hakuona those signs katika miaka 9, 10, 11 wa hakadha. Akibadilika tu akaingia miaka 15 hata kama hajaona mwezi, na utakuja kuona haya ni masail fiqhiyya, hususan kwa dada zetu. Sisi kwa watoto wa kike hatuna period ya tahara, yani hatuna limitation ya tahara. Okay, nini maana yake? Yani anapoona ada yake ya mwezi, wanawazuoni wamesema mwisho ni siku 15, 15 days. Kwa hivyo akianza kuhesabu ile siku yake ya kwanza anaona zile signs ya ada yake month period, ikapita zaidi ya siku 15, hii wanazuoni wanasema ni damul istihaba. Huyu msichana ni mgonjwa, anatakana aende angaliwe, lakini tahara yake ni siku 15. Tahara anaweza kuwa nayo hata miaka. Kwa hivyo it's possible kwa mtoto wa kike, na hii inakuja kwa sababu ya kuonyesha afya, sio aibu kwa mtoto wa kike, ni afya yake ni mzuri. Kwa hivyo yule ambaye kwamba anazo siku nyingi, wengine anakuwa mpaka 7 days. Anyway, kuna mambo mengi yanabadilika, utamwona hata attitude yake inabadilika, ni kwa sababu kuna mambo mengi yanampitia katika maumbile yake. So sisi kwa sababu inna an-nisaa shaqaiqur rijal, hawa wanawake ndio ndugu zetu, ni art. Kisoma historia ni kuwa Sayyidatuna Hawa alitolewa katika ubavu wa Sayyidina Adam alayhi salam. Kwa hivyo ni sehemu katika sisi. So hata ikawa ni haramu mwanamume kumpa mke wake talaka akijua yuko katika hedhi, kwa sababu kuna mambo mengi yanampitikia. Mwache amalize, akimaliza atarudi katika wahi wake, alafu mtamaliza mambo yenu. Wewe ngoja tu, wewe ngoja umalize, ngoja akija kumaliza mambo mazuri, alhamdulillah, story imemalizika. Kwa hivyo anapata madhambi mwanamume ambaye anampa talaka mke wake wakati yuko katika siku zake za ada. Lakini kama tulivyotaja, anaweza mtoto wa kike akaona, pengine tupige mfano huu, at the age of 9 years for the first time, ina maana tayari ashaingia katika puberty, ashabaleghe, na ikakatika damu asione mpaka miaka 20. It is possible. Haimaanishi kuwa yeye ni mgonjwa, lakini damu ikiwa itazidi 15 days ni mgonjwa. Na kawaida naona wanawake ni siku 3, kwa wengine wamezidi sana 5 days, 7 days wa hakadha. Ukiona imepita 15 days, khalas, wewe nenda kamwangalie daktari, kwa sababu kuna jambo haliko sawa. Na haya ni masala fiqhia, ni masala muhimu katika fiqhi, na wanawake hawataki kuuliza haya masala, na sisi wanaume tunalazimishwa kuyasema. Kwa hivyo anakuja mwanamke anakuuliza vipi, hali inamhusu yeye, lakini anamtaka Sheikh Abdullah amweleze, inakuwa ni matatizo. Yule mwanachuoni mmoja akasema, wallahi mimi sikupenda kuzungumza masala haya kwa sababu sisi wanaume hatuingii na ada, na dada zetu hawaulizi.
so I don't want to put myself in troubles, nifanye research then what. Katika baadhi ya wanazuoni walikuwa wakisema hivi. Hili ni moja, kubali. Nini maana ya kuwa mtoto hajabalighi ama mtu hajabalighi? Kwa hivyo ina maana suala la Uislamu si lazima kwake. Sawa, maana ya kupiga shahada au kuingia katika Uislamu madamu hajabalighi, ni ghairu mukallaf, hachukuliwi na sheria. You get me? Unanielewa ndugu yangu eh? You understand? Hapa kuna masala. Kwa hivyo watoto ambao hawajapatwa na signs of the puberty, sawa, wakifa wanakwenda peponi kwa sababu hawana taklifu. Tuko pamoja? Swali linakuja, je, watoto wa wasiokuwa Waislamu vipi? Na wao pia atakwenda peponi? Haya ni masala, kuna mvutano mkubwa kwa wanazuoni, lakini the question is, ameingia katika sign of the puberty? No. Kwa hivyo ghairu mukhatab, sheria haijamkalifisha. Haya, vijana wanavyoniangalia, so why are you forcing us to come and pray and sijafika mimi, mbona naambiwa ni swali nifunge wa hakadha? Ni Mtume ametuambia, muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'i, kuwa mtoto anafungua akaunti yake ya thawabu at the age of 7 years. Hajaingia katika puberty, lakini akaunti yake ya thawabu tayari ashafunguliwa. Akiswali, akifunga, akifanya kheri yoyote katika huo umri ambao kama unajulikana kama sinu at-tamyiz, anapewa thawabu na atapata thawabu nyingi zimetangulia mbele yake. Na yule mzazi, yule msimamizi, yule mlezi anayememphasize kufanya hizo ibada, na yeye anapewa katika akaunti yake khairati kadhaa. Pia ikiwa wewe ni mzazi ama ni mlezi ama ni msimamizi, haumwamrishi kuswali wala kufanya kheri, hii manake ni amru, ni wajibu kwangu kama mzazi kumwambia yeye mtoto kuswali at the age of the 7 years. Yeye haijafika wajibu, lakini akiswali anaandikiwa thawabu. Lakini mimi kama mzazi ni wajibu na alayya, kwa sababu kumekuja sigha ya muru auladakum, masail usulia, kwa ikija lafdhi ya amri kutoka katika Qur'an al-Karim au sunna za Bwana Muhammad alayhi salatu wassalam, inaweza kuwa ni amri ya wujub na inaweza kuwa ni amri ya sunna, na haya ni masala umeelezwa. Na hili muru auladakum bisalati ni amri ya wajib. Kwa hivyo mzazi mwamrishe mwanao kufanya khairati kuanzia umri wa miaka 7, na hata kabla ya hapo it's okay kufanya practice. Okay? Na Mtume akatuambia, wadhiribuhum ala tarkiha wa hum abnau 10, wapeeni punishment wakifika miaka 10 hawaanzi kuswali, give them punishment. Sasa bado punishment na bado sijaingia katika the signs of the puberty. Ni amri, kwa sababu tunaogopa utafika katika umri wa miaka 15 ambapo sasa hapo unaadhibiwa, kisha haujui hata kuswali, madhambi yako yatakuwa ni makubwa zaidi. Kwa hivyo hata wale watoto ambao kwamba sio watoto wa Kiislamu, kwa kauli hii, wakifa kabla hawajaingia katika sign of the puberty, hakuna sheria yoyote juu yao. Hawa ni watoto wa nini? Wa Kiislamu. Hadithi inasema hivi, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anasema, kullu mauludin yuladu ala fitra. Hii fitra tukitafsiri inaitwa ni pure nature. Fitra ni maumbile safi. Kila anayezaliwa anazaliwa katika maumbile masafi, and this is the beauty of Islam. Kwa wewe mzazi si Muislamu, hata haujui kama Uislamu, au pengine una chuki na Uislamu, lakini mimi ninao followers ndani ya nyumba yako, madamu watoto hawajafika katika age of the puberty, they are Muslims. Kwa maana nyingine hawana madhambi, na kama hana madhambi
ni mtu wa peponi, ingawa ni mvutano kwa wanazuoni kama tulivyozungumza, lakini dalili alotaja al-Imam an-Nawawi na wengi katika wanazuoni, na hadithi hii inaashiria kullu mauludin yuladu ala fitra, kila anayezaliwa anazaliwa ala al-fitra, katika maumbile safi. Wanazuoni wengi wametafsiri kuwa ni Uislamu, pure nature. Kwa hivyo wanamjua Mola subhanahu wa ta'ala. Ndio yule mmoja nimemsikia maneno kidogo mazito, lakini ana hikma. Anasema sisi tulipokuwa katika uombi ya wazazi wetu, we were very smart, very smart. Na ukiangalia sayansi ya kibiolojia utaona kweli yule mtoto katika matumbo ya mama yake anavyobadilika timing yake ya kuzunguka mpaka ifike wakati wa yeye kutoka. Thumma sabila yasarahu, anajua time imefika yuatoka. Nani alimwambia? Kwa hivyo anasema we were very smart. Makosa yoyote ikifanyika katika matumbo, ukileta blanda ni matatizo kwako, miscarriage yapatikana na unampa matatizo mama yako. Kwa hivyo unamwona very careful, hakuna kutafuna tafuna, hakuna siji kufanya kadha kadha, yuko tu. Na mazungumzo mengi wanazungumza yuko katika hali ya tasbih, yani masala pengine marefu, lakini akishaingia duniani tu ile smartness yote inapotea, anakuwa stupid. Hamjui Mola wake, hatambui heshima ya babake wala mamake. Ulipokuwa unasikia mama anasema mimi nampenda tu akiwa hivi hivi kidoli kidogo kidogo asikue. Shaona wazazi wengine hawataki watoto wao hata wawe, wanaona just cute, very cute, sitaki hata akue, kwa sababu akishakuwa huyo anakuwa stupid. Inshallah Mungu asitujalie katika stupidity hiyo, tuwe very smart tulivyokuwa katika na yule bwana mmoja mwanasaikolojia anasema there is no need of sadness in this world. Una haja ya kubabaika wewe na kuwa na sadness, because since then you're a winner. Tangu hapo wewe katika maumbile yako wewe ni mshindi. Naelewa katika biolojia sperms yanapotaka kuingia katika yai buwaidha ya mama ni millions and millions of them. Nani wamefanya hapa biology? You did biology. Lakini only one, wewe ukapata ukawashinda wale ndugu zako wengine, wale wengine wakafanywa wakakuwa flashed, lakini wewe. Kwa hivyo since then wewe ulikuwa ni mshindi. Kwa nini sasa duniani na maisha ni yako, kule ulikuwa na millions mkishindana mwenda mbio millions, ukashinda wewe, ukaingia pale, ukaingia katika buwaidha, ukaandikiwa kuja hapa duniani. So why you sad? Kindly don't be sad. Ani katika maneno mazuri ya wale wenye hikma ya kifalsafa. Kwa hivyo hii ni moja katika hali wanaozungumza wanazuoni na ni masala muhimu sana. Swala lingine baada ya kubalighi, awe ni aqil, awe ana akili timamu. Ina maana mwenda wazimu, crazy person, hapa lazima tuweke into quotes, mwenda wazimu ambaye ni maradhi yamemjia, conscious yake inapotea, akili yake haifunction, kwa sababu ni maumbile yalivyoumbwa na Mola subhanahu wa ta'ala. Ikiwa huo ugonjwa umempata before the puberty, okay, akaishi nayo, pengine amezaliwa kabla hajakuwa katika zile signs of the puberty, maskini akawa mwenda wazimu, akaishi nayo mpaka kufa kwake, ni ghairu mukallaf, na maana na huyo anakwenda peponi. Tukija kuhesabu kuna watu wengi mashallah watakwenda peponi, hata watu wengine watatamani na mimi ya Rabbi na singizaliwa tu chizi kama mwenda wazimu duniani, sina taklifu ya aina yote. Subhanallah, wale makafiri watasema laitani kuntu turaba, natamani mimi ningekuwa ni wanyama kamwe, ambapo kesho siku ya kiyama kunu turaba, watakuwa ni michanga. Lakini na huu mwenda wazimu na yeye pia hana, kwa sababu khitab ni ya akili yake haifunction, haifanyi chochote. Kwa hivyo na huyu hatuwezi tukamwambia silimu, hata kisilimu haiswihi, kwa sababu manati yake, ilmu yake, akili yake haifanyi. Okay, leo atasilimu at the age ya udogoni pale, alhamdulillah, wanazuoni wanakuambia kibali inatakana ifanye akiwa na akili timamu. Okay,
Swala lingine wanalolizungumza pia mbali na al-aqil, wanazungumza bulughu dawa. Hili kidogo ni nzito. Bulughu ad-dawa, wewe ni baligh, sawa, ni aqil, akili zako timamu, sawa. Je, ushaingia katika mukallaf? Bado tutaangalia vigezo vingine. Kigezo kingine ni balaghatuhu da'wa, amefikiwa na da'wa ya Kiislamu. Na haya maneno Mwenyezi Mungu ameeleza katika Qur'ani, wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, hawatoadhibiwa watu mpaka watumiwe mjumbe awaonye. Sasa ikiwa mtu hana habari kuhusu Uislamu, tulitaja sisi wiki iliyopita kwa mukhtasar kwa hata yule ambaye kwamba ni mukhatab, maana sisi tunazungumza katika usulul fiqh kwa inapokuja amri hata asiyekuwa Muislamu inamhusu, lakini kwa sharti. Yani mimi ikiwa ni mukhatab na kalifishwa ni kwa sababu naijua dini na mimi ni Muislamu, kwa hivyo naambiwa swali, ukiswali taswihi. Na asiyekuwa Muislamu pia anaambiwa aswali, akiswali aiswihi. Anaambiwa funga, akifunga aiswihi, kwa sababu bado hajasilimu. Na huyu ni yule ambaye balaghatuhu da'wa, amefikishiwa da'wa. Kwa hivyo anaulizwa kwa nini hauswali? Anajua Uislamu, anajua sala, na huyu ndiye atakayeadhibiwa, kwa sababu umefikiwa na da'wa na wewe umekuwa na inadi kama ya Firaun, hutaki tu kumfuata Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na ndilo jambo ambalo kwamba sisi limetufurahisha na tumetaja sisi katika darasa letu hili, ni kuona ndugu zetu katika sehemu za Kikristo hivi sasa wameanza mijadala ya kumtafuta Mola mantiqiyan ilmiya. Kwa hivyo ni jidal baina ya madhehebu, wameketi nyuma wasema tatu, vipi tatu? Wenyewe wana discuss, tunataka wakivuka hapo inshallah waje, tunawangoja mlangoni sisi. Wakishamalizana na hiyo discussion ndio tuje tuwape sasa, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Na inshallah Mwenyezi Mungu atie baraka katika hizi kamera, zipeperuke ziwafikie, waone hoja za Kiislamu. Na Uislamu ni rahbun liman atahu, Uislamu unamkaribisha yoyote yule anayeijia Uislamu. Kwa hivyo pia suala lingine ni kufikiwa na dawa. Ina maana ndugu zangu, kuna watu ambao hawana habari kuhusu Uislamu ndani ya Kenya, hawajui kabisa kuhusu Uislamu. Is it possible? Yeah, it's possible. Tumesikia sisi mashtaka kutoka kwa ndugu zetu kutoka Masaini, na Mungu atusamehe sisi mashehe, we are fighting. Tutaka tukae tu ndani ya miji mikubwa, hatutaki kwenda katika mashambani. Tunataka kutembea na magari na Lexus na dawa ya tabu hii bana ya zamani. Sasa hivi bana, mimi nishakuwa sheikh, kwa hivyo mimi ni mtu wa town, nataka nizungumze na so and so governor na so and so business person. Nani atakayewaongoza wale waliokuwa mashambani ambao hawasikii Allahu Akbar, hawajui Uislamu? Nani atakayewaongoza? Anta mas'ul, you're responsible. Haya ni yetu, yanatuhusu sisi. Inshallah na sisi tutarudi katika da'wa ya mitaa tulikuwa tukienda, kisha baadaye wa corona, lakini we have to go back. Kwa ujumbe huu pia mimi umenifika. Mwenyezi Mungu atupe hima, turudi tena tufanye da'wa, twende katika mashamba. Watu they really don't know about Islam. Wewe utakuja kuona, kwa sababu you're living in the world of technology, ukaona kila mmoja anajua Uislamu. No, na kile kilicho katika technology ni Islam mushawwah, nyingine ni created by our enemies. Wanachafua Uislamu, watakupa pengine certain percentage about Islam, lakini nyingine wanakuja wanayezungumza kwa ubaya. Kwa hivyo mtu anakuja anakuambia, hii dini ni ya shetani, hii dini ni ya magaidi, hii dini ni ya fulani na fulani, na maana hana real picture of Islam. Na maneno mazuri mimi nimeyachukua na nafikiri nitayafanyia kazi. Bwana mmoja tulikuwa naye juzi hapa katika wanazuoni wa Saudia, akasema, you guys, si lazima mwende kwa bana uende na kilemba na kanzu, wanaona you're not part of us, wanaona pengine ni Mwarabu kamwe. Kamba hii dini ni ya Waarabu, tulitaja hapa.
Ule bwana mmoja asemekana ni mtu falsafa, philosopher, lakini nasema nikiswali Kikristo naona mzungu, naona hii ibada ni ya kizungu. Akaja akataja kuhusu Uislamu, lakini tumemjibu, asema mimi nikiswali naona kama Mungu wangu ni wa Kiarabu. La hasha, Uislamu ukiingia, Waarabu wenyewe walikuwa hawajui. Uislamu umekwenda kinyume kabisa na fikra ya Kiarabu. Someni mfahamu. Kwa sema nenda kwa vile wao walivyozoea. Kama ni watu wa suti, inshallah mniruhusu ustadhi apige suti na tai, lakini ufanye dawa. Kama ni kuvaa nguo ya Kimasai, nenda ruka, lakini fikisha dawa. It's not a problem. Si shekhe lazima wewe una kanzo, mpige mlemba wako mashallah na sholi yako nzuri, sema light skin, ngozi yako nzuri kabisa, unakuja kifika mahali atiyo gari yako eke kando, walk distance, onekana una vumbi vumbi, alafu fanya dawa. It's part of us. Na tutakuja kuona baadhi wanahisi kuwa watoto wao wanaposilimu ni kana kwamba Uislamu unawanyang'anya watoto. Nimetaja pia katika khutba yetu hapo kwa sisi we don't learn through our mistakes, hatusomi yale makosa yetu. Kwa hivyo tunaona mtu akisilimu basi shampea kofia, akisilimu pewe kanzu. Mama yake hakuzoea kanzu, hakuzoea kofia. Kwa hivyo hapo upande wa bara sema ashaingia dini ya waria. Kwa hivyo onekana kama Uislamu ni wa Kisomali. Hasha wakalla, Uislamu ni wa kila mmoja. Lakini wewe kwa nini kumvisha kanzu ya Kisomali? Abaki vile vile ni Mjaluo, abaki vile vile ni Mkikuyu, abaki vile vile. Tunataka values. Akitoka hapa abebe values, kisha mwenyewe baadaye akitaka kupiga kanzu yake apige. Lakini sisi lazima. Mmoja mimi nakutana naye katika walimu, alikuwa katika one of the Catholic schools, brilliant teacher English, kisomesha kizungu vizuri sana. Amekuja msikitini kwetu, amesilimu. Sijui alimpa nani kanzu mtu, akapewa kanzu na kofia, akasema lazima uonyeshe watu kuwa wewe umesilimu, hii dini lazima. Akaingia katika shule ya Kikatoliki, mheshimiwa na kanzu na kofia na tasbih. Mheshimiwa umepotea njia, si msikiti. I'm a teacher inside here. You're a teacher? Oh well, so what are you doing? I am a Muslim. Well, but we don't allow that here. Sisi haturuhusu hilo. Hii ni shule ya kimissionaries. Haikafikishwa habari kwa bwana mkubwa kule, akamfukuza skuli. Tatizo amevaa kanzu na alikuwa anaweza kuingia kama Muislamu, akaendelea na kazi yake, akabeba zile values na nini. Mara baada 2 hours namuona yuko msikitini yolia, I've lost my job. Why? So nimeingia na kanzu na kofia. Habibi, haiendi hivyo haraka. Nani amekushauri? Kuna mheshimiwa pale ameninunulia kanzu mpya na kofia, kanipa na tasbih. Waonyeshe watu kuwa wewe ashakosa kazi. Sasa will you give the person job? Kila mmoja anaingia meeting, yuko msikitini, hajui amfuate nani. Kwa hivyo mindset yake inakuja baadaye. Hawa jamaa wameninini, wameniset, wamenivisha kanzu na kofia, nimekosa kazi, sina mshahara, sina marafiki, na hapa nimekuja kushtakia. No one is holding my hand, kwa sababu sasa hivi ulimwengu ni ulimwengu wa matapeli wengi sana. Kwa hivyo ni kweli ama ustadhi bana, jipe shughuli. Kama ana imani ya kweli, huyu atabaki msikitini, anaritadi bila asa, kwa sababu tunatoa ushauri sizo. Tunaishi katika baadhi za environment hii, si Gulf of Arabia, desturi ziko tofauti. Twende na watu kwa uzuri na utaratibu ili kufikisha ujumbe. Hikma, ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'idati alhasana. Kwa ina maana kuna watu bulughu da'wa paka leo watakuja kuulizwa, kwa nini wewe ukusilimu? Sijui kwani Uislamu nini. I don't know. I know nothing about Islam. Na hapa katika kauli ni kuwa wanaitwa ahlul fitra. Kija kuangalia wanazuoni wanaita ahlul fitra, kuwa watu ambao kwamba walikufa kabla Mtume Muhammad kuletea utume, au watu waliofariki kabla Uislamu kuwafikia, au watu wamefariki wamepata Uislamu lakini Uislamu haukuwa sahihi. Watu bandia wameingiza maneno yao wa hakadha. Hawa wanao
justification kujitetea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. So Mwenyezi Mungu sio dhalim, atakuuliza, utaulizwa. Ukijitetea kisawasawa, basi utakuja kupewa sasa mawaidha. Kwa wale watakaopata bahati haya mawaidha, huyu ndo Nabii Muhammad, huyu ndio Uislamu, huyu ndo kadha, unaonaje? Utakubali? Akikubali anaingizwa peponi. Akiwa na ukaidi, haya, huyu alikuwa shadikiwa tu, huyu ni wa motoni. Kwa hivyo wanaitwa Ahlul Fitna. Sikutaka kuingia kwa mapana, kwa sababu kumetajwa hata baadhi ya watu ambapo leo tuna mvutano mkubwa sana katika swala hili. Sharti ya nne, sharti ya nne wanazuona wanataja ni salamatul hawas. Tuliwahi kutaja pia hapa katika darasa zetu kuwa common sense yako lazima iwe sawa. Ikiwa mtu common sense zake haziko sawa, na mara nyingi wanazuoni wazungumza hapa ni sight na listening. Hizi ndizo za muhimu sana. Ikiwa mtu amezaliwa haoni wala hasikii, utampea vipi dawa? Pengine ni baligh, alhamdulillah, ni aqil, lakini hiyo dawa imemfikia vipi? Kwa sababu haoni wala hasikii. Sijui kama kuna teknolojia hivi sasa inayokwenda kwa kasi ya kuweza kuwafikishia, Allahu a'lam. Lakini ukiangalia hali yenyewe ni hali, hawa pia wana justification ya kwenda kujitetea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Imekuja katika baadhi za riwaya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akieleza kuwa yule mwenda wazimu al-majnun ataulizwa, mbona hujui dini? Sema, ya Rabbi, mimi mwenyewe umenilea, umeniumba nikiwa ni mwenda wazimu, watoto wakinishika kanzu, wakinichezea, wakinifanya istihzai. Ya basi, hiyo ndio thawabu yako, ingia peponi. Mwingine aje, wewe mbona uje? Ya Rabbi, mimi sina habari yote kuhusu Uislamu. Kama tulivyotaja katika habari kubwa, watakuwa wameingia katika pepo. Hivyo maana wa ba'du fa'lam biwujubi al-ma'rifa, hii ni maana ya taklif. Ukiwa na hizi sifa nne, ujue ni mukallaf, hauna justification ya aina yoyote kusema mimi simjui Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa humjui, vipi humjui? Na ushapata da'wa, ushaingia katika albulugh, wewe ni baligh, wa hakadha, umeishi katika mji wasikia Allahu akbar, mawaidha, wa hakadha. Ndio mimi napenda sana ndugu zangu hawa wa tabligh, wanaenda door to door. Leo kuna Wakristo wanaitwa Jehovah Witness, sijui kama umewaona mzee. These people, they are coming door to door. Mimi nilikuwa Mombasa, nilishtuka siku yangu ya kupumzika, na bishiwa mlango with a very beautiful girl. I'm not married. Very beautiful girl. Hello, how are you? Can I talk to you? Hata kama nilikuwa nafanya shughuli, ilibidi niache shughuli. Huyu amekuja kufanya kitu gani hapa? Basi akaanza kunitolea mawaidha. Sisi bana, we are Jehovah Witness. We are spreading the word. We want you to listen to us a little bit, and Almighty Creator will do whatever. Mawaidha ikatoka pale. Sasa nataka kuanza kuzungumza ya kwangu, lakini nia ilonitoa nyumbani pale ilikuwa sio nzuri, ikabidi nisikize. Mwisho nikasema, watawapata wangapi katika majumba ambao hawajui dini na wawatoe katika dini zao? It is our role. Leo katika fikra mzuri ambao ndugu yangu amenieleza juzi na natilia mkazo, anasema nataka kufanya da'wa katika malls. Sisi Waislamu tunazo malls, ingawa lilasaf, na hili jambo nalizungumza kwa uchungu, sisi Waislamu we are not proud of our values. Naweza kuambia mimi bana, hapa ni mahala pa biashara, lakini sitaki Uislamu kwa sababu ukionekana nitakosa customers. Ni tatizo kubwa sana. We are not proud, lakini wao they are very proud. Katika station zao wanafanya na hawatosheki, wanakuja pia kwetu. Sasa mimi nieleza, mimi nataka kuweka desk, nitaweka samosa pengine na ajwa na maji ya Zamzam na kahawa,
malls, tunajua wale wanaokwenda kufanya window shopping ni wengi, na wakiona kind of the culture, ataweka logo yake hapa, atasema I am a Muslim and I love Jesus. Navutia, I am a Muslim and I love Jesus. Oh, what is behind of this message? Oh, me and so and so. Na huko anakunywa kahawa, kitambo anamaliza kahawa, amefanya dawa. Mimi nazitilia nguvu, inshallah kazi hii ifanyike, na inshallah pengine kesho kutwa mkiniona katika mall nafanya dawa, please guys support me at least kwa kuniambia salamu alaikum habib, Mwenyezi Mungu akujaze kheri. Hii ni kazi yetu, lakini hamna tena. Tukutana msikitini tu, na haya masala niliuliza, sisi tukutana msikitini katika 5 salawat, ndiyo lengo? Tuje tuswali tu khalas, wa sallallahu wa baraka, kila mmoja nshika njia. Ni nini malengo ya kukutana katika salatul jamaa, salatul jumaa wa hakadha? Nini lengo lake? What is behind? Lazima tupekue, na ujumbe ni mdogo tu. Start from now. Katika status yako andika something too nice, hata suratul ikhlas kwa lugha ya Kiingereza, even non-Muslim wata comment. Start from now. Una Facebook yako, start from now. Una Twitter yako, una TikTok yako, una the way you're posting your business, the way you're posting your happiness, the way you're posting everything that you think is okay, weka na huu ujumbe. Leo tunasema qul huwallahu ahad, hata mtu sema sikukuzoea, hata Muislamu mwenye sema leo malaika gani ameteremka kwako? What is behind it? Start message, anza, na inshallah pengine Mungu atatia taufiki katika mazungumzo yako haya, ukawa hata na wewe pia umejitoa katika lawama, ya Rabbi, mimi sikuweza kwenda mashambani, lakini nilitumia platform ya digital. Haya ndio mazungumzo tulopenda kuyataja siku ya leo. Wa ba'du fa'lam biwujubi al-ma'rifa min wajibin lillahi 20 sifa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana sifa 20 za wajib, ana sifa 20 za mustahil, impossible, ana sifa moja inaitwa jaiz, yafaa kwake. Na ndio mada ambao tutakaotembea na nyinyi wiki inayofuatia. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie darasa hili ni darasa la ikhlas, atutakabalia, tuzidishie ilmu. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alayh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wal afwa minkum.